Shirika la kilimo humu nchini Agricultural Society of Kenya tawi la Mombasa linalenga kupanda miti 10,000 katika eneo la pwani mwaka huu. Haya yamebainishwa na mwenyekiti wa Mombasa International Show Henry Nyaga wakati alipongoza hafla ya upanzi wa miche zaidi ya 1500 katika shule ya Ngombeni katika gatuzi la Kilifi. Nyaga amesema ni desturi ya shirika hilo kuendeleza zoezi hilo kwa jamii kabla ya maonyesho ya kilimo na hivyo kusaidia serikali katika nia yake ya kupanda miti bilioni 15 katika ruwaza ya mwaka 2030. Kabla ya show ianze, huwa tuna functions ama shughuli kadha wa kadha za kukaribisha hiyo show ama za kuhamasisha show yetu, na hasa kwenda kwa mashinani kwa wakulima, fadhili na wengineo ambao tunashirikiana na wao ili maandalizi yetu yawe mazuri. Kwa hivyo siku ya leo tuliandaa kwamba kwa vile kuna mvua tuwe na siku ya kupanda miti, na huwa tunafanya katika pwani nzima. Tumeanzia hapa Kilifi County, sehemu ya Ngombeni, ambapo leo tunapanda miti hapa zaidi ya 1300, na tuna furaha kwamba shule ilitukaribisha na pia viongozi wa eneo hili watukaribisha. Leo tuko hapa kupanda na zoezi hilo laendelea kwa sasa. Lengo letu ni kwamba tusaidie serikali yetu, tusaidie rais wetu katika hali hii ya kwamba tuweze kuhifadhi mazingira na kukuza mazingira yetu. Tunajua kwamba idadi ya miti ama misitu katika nchi yetu bado haijafikia kiwango ambacho tunatakikana, 10% bado. Kwa hivyo tukaona kwamba na sisi tuchangie kwa upande wetu. Kwa hivyo lengo letu kama society tawi la pwani ni kupanda zaidi ya miche 10,000 katika maeneo yote ya pwani. Tumeanza hapa, tunazunguka katika kaunti zote kuhakikisha kwamba tumepanda miti. Aidha, amechukua fursa hiyo kuwahimiza wafanyabiashara na waonyeshaji kuchukua nafasi mapema kushiriki maonyesho ya kilimo ya mwaka huu ambayo yataanza tarehe 2 hadi 6 mwezi Septemba, akisema zaidi ya watu 250,000 kuhudhuria maonyesho hayo. Show ya mwaka huu ipo Septemba kuanzia tarehe 2 hadi tarehe 6 hapo Mkomani, Mombasa. Tunawakaribisha mapema hivi. Kama unaweza biashara na mkulima, ungependa kuonyesha bidhaa zako, kuja mapema, uwahi mapema, angalia mahali unaweza kuweka kibanda chako, uanze kujitayarisha mapema. Na show ya Mombasa inaanza kushika sana, wageni huwa ni wengi kutoka sehemu mbalimbali. Kwa hivyo ukija mapema, utawahi mapema, itakuwa ni vizuri. Kwa ujumla, maonyesho ya Mombasa hupokea wageni zaidi ya 250,000 katika hizo siku 5 za maonyesho. Kwa upande wake, mwalimu mkuu wa shule ya upili ya Ngombeni Penina Mwangi ameshukuru shirika hilo na washirika wake kwa kuendeleza zoezi hilo katika shule hiyo. And even we want to appreciate our visitors who have come, and even to recognize the support being given to us by the Agriculture Society of Kenya and other stakeholders like the Kenya Forest Research Institute, the Kenya Forest itself, the Aga Khan Foundation, and the Mombasa Cement. We are so happy even for the contribution that they have done. Kwa upande wake, mkurugenzi wa elimu wa TSC gatuzi dogo la Chonyi Mariam Swale amewahimiza walimu na wanafunzi kufufua vilabu vya 4K katika shule hiyo. Wanafunzi, kuna hizo clubs, 4K clubs, kuna mazingira. Hakikisha hizo society, hizo clubs kama zimekufa ziwe revived. Zile shule ambazo ziko hapa leo, Disoni, St. Teresa's, Ngombeni, na hapa wito kwamba hizo clubs mkiparticipate vizuri kama patron, kama members, hiyo peke yake pia itakusaidia pia wakati wa kutafuta kazi. Kwa hivyo tushirikianeni pamoja na walimu wetu, kama hizo clubs kidogo pengine zimelala, tuzirevive, ziwe active, tuzifanye vizuri ili yale mambo yote yanahusika na 4K club yaendelee,
nafikiri na head teachers au principals watatusaidia, watatupatia support in that area. Kulingana na Nyaga, shirika hilo linalenga kuendeleza zoezi hilo katika kaunti nyingine za Pwani ikiwemo Lamu, Taita Taveta na Mombasa. Nikiripotia Bandari TV, mimi ni Ramadhan Ngala.